mwingine Baba yetu, kwa kuwa katika nyumba yako tusema ni asante. Baba, tusema ni asante, maana kuna chakula ambacho umekuandalia. Aliposa Baba yetu kutanisha hapa ili uweze kutugawia. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwe pamoja nasi, na zaidi ya yote upate kufungua mioyo yetu ili tuweze kuimeza chakula hiki ama kuchukua chakula hiki ambacho Mwenyezi Mungu anataka. Baba wa mbinguni, tuwe kwamba tumekuwa kupenda kuwa katika nyumba yako, lakini sisi Mwenyezi Mungu kesha kusema ni asante Mungu wetu, maana ni Mungu wa huruma. Baba wa mbinguni, kwa macho yetu ili tuweze kusikia neno lako. Mwenyezi Mungu, tunakuomba tukiamini ya kwamba utanena nasi kadri ya mapenzi yako. Mimi ni mtu tu, lakini Baba wa mbinguni, nakuomba utumie kama chombo. Katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba hata kwa. Hebu niseme ya kwamba imekuwa ni wimbo mzuri kwetu sisi kama wazee, wale ambao hawakuweza kupata hiyo nafasi wakati huo mwingine, mahali popote watakapokuwa wajaribu kuwa pamoja na katika kitabu hiki cha Danieli ina mambo mengi ambayo yamenenwa pale. Na wakati Mungu alipokuwa anamtumia mtumishi wake ukiandika kitabu hiki, alikuwa na lengo kama jambo la kuweza kuambia watu hawa ni nani? Watu hawa ambao Mwenyezi Mungu alitaka kunena nao ni sisi ambao tuko katika kanisa hili la Mwenyezi Mungu. Ukiangalia kutoka mlango wa kwanza hadi mlango wa 5 kuna mambo kadha wa kadha. Mwenyezi Mungu ni Mungu aliye wa kweli. Mwenyezi Mungu si Mungu wa kuchanganya. Ni Mungu ambaye aliyebaki. Ukiangalia katika maandiko haya ambayo yanahusu mtumishi wake Danieli, amewekwa katika ukuu ambaye ulikuwa na shida nyingi. Hii inatuonesha ya kwamba katika maandiko haya ama katika kitabu hiki cha Danieli kinaongea kuhusu ufalme. Viongozi tunawajua vyema. Viongozi tuwafahamu. Lakini Mwenyezi Mungu alitaka kujihidhirisha kwao ili wapate kujua ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Ukiangalia mlango huu wa 5, mfalme Nebukadnezar aliweza kuitisha vijana kadha wakusanywe pamoja ili apate kuwatumia. Na alipokusanya kuna masharti ambayo alipeana. Akasema wa kwanza wawe ni wa kifalme, na wa pili wawe ni watu ambao wako na sifa nzuri. Na hakika tuliweza kuiona hayo maandiko na yakaweza kuwa ya muhimu kwetu kuhusu Danieli. Tuliona maisha ya Danieli mahali ilipoanza. Danieli alipoletwa na vijana wengine, ukiangalia katika huo mlango wa 5, kuna mambo Mungu alitaka kudhihirisha kupitia kwa Danieli. Ni katika huo ufalme wa Nebukadnezar.
Nebukadnezaru alikuwa ni kiongozi kama kiongozi wa nchi. Lakini kuna tofauti kati ya ufalme wa ulimwengu huu na ufalme wake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akataka kumuonesha Nebukadnezaru na wafalme wengine ya kwamba na ufalme wa ulimwengu huu na ufalme wa mbinguni. Hebu niseme hivi. Tunaweza tukachukua ya kwamba mambo haya ni machache, si mambo ambayo yako na uzito, lakini yako na uzito ndani yake ukiyafuata vizuri. Mfalme ama kiongozi yote wa nchi ana mambo yake. Kuna mambo yake ambayo huwa anako naye. Na hata nasi tuna mambo yetu. Na mambo hayo ni yale ambao sisi wenyewe huwa twajitakia. Mfalme akawa na mambo yake mwenyewe ambayo alijitakia mwenyewe kuweza kuwa nayo. Akaona ya kwamba Mungu yule aishie milele hawezi akamsaidia kamwe. Katika mlango huu wa 5 tuliweza kuona pale mfalme alikuwa anawatumia waganga na wachawi ili waweze kumsaidia katika utawala. Na alipokuwa anawatumia wale, ilifika mahali ambapo aliweza kuona ya kwamba hawamsaidii kamwe. Na hapo ndipo Danieli aliweza kuingilia. Mfalme akasema, "Nawaleta hawa vijana na wawekwa katika jumba kuu langu, mahali katika ikulu, waweze kula vinono, wakunywe divai na wafanye yale mengine." Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na mpango wa mtumishi wake Danieli, Mungu akataka kumuonesha mfalme ya kwamba ana uwezo na ana nguvu kuliko yeye. Tukiwa pale tuliweza kuona mambo mengi, na hata Danieli alivyo simama imara katika imani yake. Kama vile tibu wetu wamesema hapa wazee, tuliweza kuona mambo hayo. Tukashukuru. Katika mlango 6, wakati Nebukadnezaru alipokufa, wakawa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Dario. Angalia pale utaona. Dario aliweza kutengeneza baraza lake la mawaziri, manaibu na makatibu wako pale. Naye Danieli kwa sababu alikuwa ameonekana ni mtu mzuri, kawekwa pale katika hawa watu ili aweze kumsaidia mfalme. Tukiangalia kutoka mstari wa 1 hadi wa 3, tunamuona Danieli akiwa pale. Lakini inafika mahali ambapo Danieli huyu anaonekana kuwa ni mtu mwenye sifa nyingi. Ni kwa nini alionekana? Kwa sababu yeye alikuwa ni mcha Mungu kweli. Danieli hakuweza kujichanganya na maneno ya mfalme. Danieli akasimama imara katika imani yake ambayo alikuwa amepandwa ndani yake. Naye Mwenyezi Mungu akaweza kusimama naye. Hebu angalia mstari huo wa 3.
Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na mariwari, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani. Mimi na wewe wenda tuko katika miongoni mwa watu wengine, tuko katika uongozi aina nyingi. Tumewekwa pale kama wenye viti, tumewekwa pale kama wasaidizi, tumewekwa pale tukiwa watu wa tabaka mbalimbali. Lakini kwa sababu hatutaki kusimama na msimamo wetu, tunajichanganya. Wakati mtu pale katika kile kikundi, nasikia mwenzako anakuambia ili uweze kusimama vizuri katika kikundi, unafanya kitu fulani. Na hicho kitu ni nini? Kuna mganga ambaye anaelekeza watu vizuri, na akikupea dawa yake hakika utasimama. Kwa sababu ya roho nyepesi, namwambia asanti, utanisaidia, namfuata nyuma, na mnaandamana naye, anakupeleka kwa huo mganga, unapewa hizo dawa. Hebu niwaambie kitu moja. Mimi nilikuwa nafanya kwa kazi kwa kampuni ya maua, na nilipokuwa nikifanya pale, palitokea jambo fulani. Mimi mwenyewe nikaitwa na manager asubuhi, nikaingia kwa ofisi yake ili aweze kunipangia kazi ya kulima shamba. Nilipokuwa pale, alikuwa anakunywa chai. Kaniambia weka kikombe chai hapo na uchukue mkate pale. Mimi nikaweka chai na nikaanza kukunywa na mkate. Hebu niwaambie ndugu na wapendwa, mimi kama nimeshika mkate kwa mkono, na imagine umeshika slice kwa mkono, slice zinaanguka chini, chai inabaki kwa kikombe. Uko na kikombe. Huyo mkubwa akaniuliza, "Ni nini umeangusha mkate?" Nikamwambia mkubwa, "Sio mimi nimeangusha, bali mkate mwenyewe umefanya nini? Umeanguka." Baada siku kidogo, meza kama ile ama ile, wakati karani wa ofisi alipoenda kwa meza yake, akapata nyoka pale, iko katikati ya vitabu. Ilikuwa inamaanisha nini? Alikuwa anaabudu sanamu, na yeye ni kiongozi, ama yeye ndi manager wa shamba. Lakini kwa sababu mimi sikuwa nimeingia kwa haya mambo, na ndipoza Mungu kaniokoa. Tukiwa pale, palikuwa na secretary wetu mmoja. Akaenda kwa haja, wallet yake ikaanguka kwa choo. Akatafuta mtu aitoe, amulipe shilingi 2000. Sio wallet alikuwa na haja naye, bali alikuwa na kairidhi yake kidogo hivi ambayo ilikuwa amenunua ya kumsaidia kukaa kwa shamba ama kufanya kazi. Hiyo ndivyo ilivyo kwa wakubwa wengi, na hivyo ndivyo wanafanya kazi. Hawafanyi kazi kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, bali wanafanya kazi kwa vitu ambavyo ni za ulimwengu huu, ambazo Mungu amezikataa. Mfalme huyu Dario alikuwa na miungu yake ambao alikuwa anaiabudu. Na watu wake hawa mawaziri na makatibu, hata na wadogo wa makatibu, walikuwa wanaziabudu. Lakini Danieli hakuweza kuziabudu hizo miungu. Danieli akawa na msimamo wake wa pekee. Na kwa sababu ya msimamo wake, hawa watu hawakufurahi. Wewe mahali ambapo uko, mimi mahali ambapo niko nikifanya kazi,
nikiwa nitakuwa nimejichanganya, watu wale watanifurahia, lakini Mungu hatafurahi juu yangu. Hebu tuangalie kutoka mstari wa 5 hadi wa 10. Baada ya kuona Danieli Mungu anamtumia, mawaziri wale, makatibu wale wakasikia vibaya, wakamtafutia Danieli kosa la kumstaki. Na hivyo ndivyo ilivyo mpaka siku hii ya leo. Sisi kwa sababu mmoja wetu amekosa kufanya yale ambayo tunataka, tunamtafutia makosa ili tuweze kumuondoa hapo, tuweze kumfanyia jambo fulani. Lakini kwa sababu Mungu amesimama na mtu wake, hamtaweza na hatutaweza. Mawaziri hawa wakatengeneza plani yao ya kumuondoa Danieli, wakatafuta makosa ya kila aina. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu wa kweli, akasimama na Danieli. Naye Danieli akataka kuoneshana ya kuwa anamwabudu Mungu wa kweli. Danieli ndethondekeire gakai gake ka muhianano, no ahoire Ngai rutura gake. Wale mawaziri wakiabudu sanamu, Danieli alizidi kumwabudu Mungu. Hawa wakazidi kuendelea, na walipotafuta kosa la kumstaki wakalikosa. Waliona lile kosa ambalo watamstaki kwalo ni moja tu, kuhusu huduma yake katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu waliona ya kuwa hawana lingine, wakakimbia kwa mfalme na kumwambia hayo mambo. Naye mfalme kwa sababu alikuwa na mambo yake, akaweza kuwasikiza. Danieli hakufa moyo ama ageuke mkono wake wa kushoto ageukie miungu ya ulimwengu. Alizidi kusimama imara katika kazi yake ambayo alikuwa amepewa na kiongozi, akijua ya kwamba yale yote ambayo anatekeleza ni ya kweli mbele zake Mwenyezi Mungu. Umuthi uthiaga mugunda gakora ngima ithikitwo hau mugunda. Nuri wewe ulia gitumikia ngima ithikwo mugunda niki? Naenda kwa shamba unakuta ugali imefunikwa pale. Umeshawahi kujiuliza ni kwa nini? Kuna mtu ambaye hakuwa anakutakia mazuri, lakini kwa sababu wewe nao unakuwa na roho nyingine na mimi nakuwa na roho nyingine, nami naenda kutafuta mganga wangu na mlete pale. Sasa kuna mganga mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na kenye kuonyona atanijua hata mimi ninaye Mungu wangu. Hakuwapa chochote, bali alizidi kunyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu na kumtumainia Mungu wakati wake wote. Sijui wewe na mimi wakati janga linatupata tunakimbia wapi? Ama tunakimbia kuwatafuta waganga na wachawi? Ninakimbia pale kwa ile posti ya stima, naona kibadiko pale kimeandikwa daktari kutoka Ukambani, kutoka Kitui, nachukua namba yake na ninapiga. Ninamwambia shida yangu. Sasa kuna Mungu wapi? Mbinguni. Danieli hakufanya hayo. Alizidi kumtumainia Mungu. Na wakati alipomtumainia Mungu, hakika Mungu alitukuzwa ndani yake. Basi tuangalie mstari huu wa 10 hadi 17. Danieli alizidi kudumu katika maombi.
Sasa imefika mahali mawaziri wale wametengeneza sheria ili waweze kumpata Danieli vizuri. Na walipotengeneza sheria wakasema hivi: kuanzia leo hakuna mtu ambaye atamwabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mfalme. Yeyote atakaye muabudu Mungu mwingine tutamchukulia hatua. Walikuwa wanamlenga nani? Danieli. Naye Danieli alipojua hayo akachukua hatua. Akasema mmefanya hivyo na mimi sitafanya hivyo. Mfalme amepewa hiyo sheria kama vile rais wetu huwa anapewa sheria, ipitishwe na bunge, anaweka sahihi ili ipelekewe wananchi. Na mfalme huyo Dario akaweka sheria ya kwamba hakuna mtu mwingine atakayeabudiwa katika nchi hii isipokuwa Mungu wangu. Nao mawaziri wakafurahi sana kwa sababu sheria yao imepitishwa, na wakafurahi kabisa, hata karibu washerekee kula na kunywa kwa sababu wameona watamnasa Danieli. Shetani huwa analeta visingizio vingi katika maisha yetu. Ukiangalia katika kitabu cha Ayubu, Shetani alikimbia kwake Mwenyezi Mungu na kumwambia, mtumishi wako huyu isipokuwa ni hii mali ambayo umempea angekuwa na kutumikia. Hebu tumjaribu tu kidogo uone. Naye Ayubu akajua, akasimama imara. Hata wakati vitu vyake vyote viliguzwa na Shetani, yeye hakutingizika. Na je, kama ni mimi na wewe, mali yetu imeguzwa, naanza kukimbia kwa mganga, mtoto amegonjeka, mtoto yako ni kurogwa, amerogwa, unakimbia kwa mganga kutafuta dawa ili uweze naye kuroga yule ambaye amekurogea mtoto. Naenda kutafuta mchawi ili aweze kukupa dawa za kuweza kutumia kwako nyumbani ili usipate hayo majanga tena. Hebu niwaambie, tumia hii lugha. Wanashi ya rori. Wanashi ya erago neko themego. Anaambiwa ataangaliwa kwa macho mbaya. Mama anaenda kutafuta mafuta ya nguruwe akuja kupaka mtoto, kwa sababu haamini ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Ni hivyo ndivyo tunafanya kweli? Okay. Haya mambo huwa yanafanyika. Mafuta ya nguruwe. Mama, kwa inafanyika? Ni kweli? Tunakimbia tunatafuta mpaka nini? Mtoto. Kuna Mungu. Danieli hakufanya haya yote, alimtumainia Mungu. Wakati mambo yalimwenda mrama, alikimbia katika chumba chake, akapiga magoti mara 3 kwa siku, akamuomba Mungu. Naye mfalme pale ukiangalia akawa na uchungu mingi. Alipoletewa ripoti ya kwamba Danieli anamwabudu Mungu aliye hai. Alipoletewa ripoti ya Danieli, na wale watu wakasema ni lazima Danieli achukuliwe hatua. Wakasema ni lazima awekwe katika ile tundu la simba. Shetani amesema, hakika utaniona wewe, nitakutesa mpaka dakika ya mwisho. Mtoto ulienda kwa mganga, anasema haitoshi, nitamtibu zaidi. Kuliko mtoto awe apone, anazidi kugonjeka. Danieli hakuona hayo. Akaona kuna Mungu, na akakimbia akamuomba Mungu kwa siku mara 3 ili Mungu amsaidie katika janga hilo. Mungu ni Mungu wa huruma na ni Mungu wa upendo, na anasikia maombi yetu, anasikia dua zetu tunapomuomba. Alisikia dua ya Danieli na akapata kumsaidia. Mfalme alipoambiwa, kuna mambo aliyosema. Angalia pale Mfalme Dario
Alipoambiwa na mawaziri yale Danieli anayofanya, alighadhabika moyoni mwake, akijua ya kwamba sheria ile aliweka sahihi itampata Danieli. Alipoangalia akashindwa nifanye nini, alimwambia tu Danieli neno moja: Mungu wako yule ambaye unamwabudu atakuokoa. Mungu wako yule ambaye unamwabudu atakuokoa. Na hakika Mungu wa Danieli alimuokoa. Wale watu wakamshika Danieli na wakamweka katika lile tundu la simba ili aweze kukuliwa na simba aweze kufa. Kuanzia mstari wa 18 hadi mstari wa 24. Wakamshika Danieli, wakaenda wakamtupa katika pale ile tundu wakiwa na wengine wale walikuwa naomba nao. Mfalme hakuweza kupata usingizi wa kutosha, maana alikuwa na mawazo na akaona ya kwamba yeye ndiye aliyeweka hiyo sheria mtu awekwe katika tundu la simba. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu wa kweli, aliweza kusimama na Danieli. Ukiangalia pale unaona ya kwamba roho nyingine ya kujua ya kwamba kuna Mungu. Na alipoona haya yote yametendeka kwa sababu ya singizio ya mawaziri wake, alisema basi na Danieli awekwe katika tundu la simba, na akamwambia hakika Mungu wako Danieli atakusaidia. Hata nami na wewe katika shida zetu Mungu atatusaidia. Ikiwa tutasimama imara, hata kama ni kazini, mahali ambapo kuna shida nyingi, ukimwamini Mungu tu, hakika utashinda. Hata kama utakuwa umekelewa makosa gani na hujayatenda, ama umeambiwa chochote na hujayatenda na hujayafanya, Mungu atasimama nawe. Lakini nitakapokuwa tu nitajichanganya kidogo, nitakapokuwa tu nimejichanganya kidogo, naye Mungu atakaa kando na aniangalie tu, aone nikiteseka pale, kwa sababu nimekosa kumwangalia na kumuomba. Na saa hiyo nimeondoa tumaini langu kwa Mungu, nimeliweka chini ya mtu mwingine. Basi mfalme alipokaamuru Danieli waletwe na watupwe katika tundu la simba waweze kukuliwa na wale simba, utazama uone mkono wa Bwana. Mwenyezi Mungu akaziba simba midomo. Simba wamekuwa pale wako njaa. Simba wako njaa, wakati mimi na wewe tuko njaa. Ukifika kwa nyumba hivi, hata hungojeagi kuchemsha chakula kama kilikuwa cha jana, unakikula kikiwa hivyo kwa sababu ya njaa. Simba angengoja Danieli afike pale chini? La. Lakini simba alimngoja Danieli, akafika pale chini, wakawa marafiki. Kwa nini? Kwa sababu Danieli alikuwa amemwomba Mungu na akamwambia Mungu, unisaidie katika janga hili. Mungu akasimama na Danieli hata wakati Danieli alipotupwa katika tundu la simba. Mungu akafumzia watumishi wake. Mfalme naye akiwa kwake anazidi kukadhabika na kushindwa afanye nini. Asubuhi ilipofika, ama ilipochomoza pale, akakimbia katika lile simba, tundu la simba, akaona kuna jambo lilitendeka. Lakini ole wake alipokanyaga pale, tena Danieli,
akaitana Danieli. Danieli, uko hai? Danieli akasema mimi niko hai. Akubali yeye yako hai. Kwa nini? Kwa sababu alimtumainia Mungu, na Mungu akaja na akatenda jambo, akamuokoa. Wakati shida imekupata, wakati umeona mambo ni magumu, usije ukageuka mkono wako wa kushoto ukamwacha Mungu wa kweli, ukaenenda kutafuta wachawi na waganga. Hebu niwaambie, wazee huwa tuna mazoea. Nikifika kwa nyumba nikiona kukutana na kikombe kiko hapa, kazi yangu ni kukigonga teke na kuuliza, wewe jina elimu, nikibe kigego ikakate haha. Hiki kikombe kinafanya nini hapa? Sasa hiyo ni maneno natafuta. Si hata nijibu. Na mimi mkirako kofi. Si kweli? Shetani naye akiwa pale anafanya nini? Anafurahi. Hebu niwaambie. Naye mwalimu anakimbia kwa marafiki zake, wanamwambia, "He, aikora nugu warago kama hivyo ndivyo anavyokufanya. Acha tutakuonesha. Hata wangu walikuwa nafanya hivyo." Unajua nini? Acha nikupe namba upige. Haro? Mzee wangu amekuwa sumbua hata kwa nyumba. Kwa hivyo unataka aje? Uniambie vile nitakavyomfanya. Naambiwa tafuta pesa kiasi fulani ulete, nikupe dawa. Mama anatafuta, anauza tumaindi yake kwake ama vitu zingine ama tuza group, anakimbia pale kwa mganga, anampelekea, anapewa dawa na kuja analetea bwana yake. Wengi wameharibiwa kwa sababu ya watu na sisi kutembea kwa waganga. Tumekimbia kwa waganga kutafuta usaidizi, boma zetu zinazidi kuharibika. Mzee ambaye alikuwa analeta unga nyumbani anakuwa mjinga, hata toka kwa ile boma. Anakufuata nyuma na kukuambia, "Mami, unada hatia." Sasa hiyo ni mzee wako. Sio mtoto, ni mzee wako. Kwa sababu umegeukia mganga kuliko kumgeukia Mwenyezi Mungu na kumwambia Mwenyezi Mungu, haya sio yale nilikuwa nataka. Haya sio mapenzi ambayo nilikuwa nataka katika nyumba yangu. Huyo mzee anakuwa mjinga, anamfuata nyuma, ukienda popote ako nyuma yako. Urauga hatia, unasema nini? Kwa nini? Umeenda kutafuta mganga na mchawi akupe dawa ya kuharibu huyo mzee. Naye mzee anasema pale kazini nataka mamlaka, nifanye nini? Wacha niende nitafute mganga, nimpe pesa yangu kidogo, anipe dawa ili hata tajiri akiniona hivi anasema yes, huyu ndiye mtu wangu wa kweli. Najua hiyo dawa ni nini? Ufungiwa kamawe kama hii unapewa, unaweka kwa wallet yako, inakaa tu kwa wallet, unasema huko na Mungu wako. Lakini kwa sababu ile imani ulio nayo unadhania inakusaidia. Ole wangu, ole wako. Haikusaidii kamwe. Lakini mtumainie Mungu, uone nguvu zake Mwenyezi Mungu zikifanya kazi. Danieli akamtumainia Mungu na akasimama mahali ambapo panastahili. Na kwa sababu ya msimamo wa Danieli, kwa sababu ya msimamo wako wewe kama mama, kwa msimamo wako wewe kama mzee katika Mungu wa kweli, boma yako itasimama kupitia maombi ambayo utakuwa unaomba kwako. Lakini ukiona mambo na unasema hai maana maadito heire no dire gwethaga yige, hiyo darajigwa nenda unatafuta Mungu wako anakuja ili akusaidie, lakini hakuna kukusaidia na kusaidia. Hebu niwaambie, huyo Mungu ambaye unaenda kumtafuta hakuna mahali atakupeleka, hakuna kitu atakusaidia. Hata kama ni kwa biashara, hata kama ni kwa nini, hata kama ni kwa kondoo, hata kama ni kwa nini, chochote kile. Wale ambao wanajua jokerio mahali iko, mzee Jesse anajua jokerio.
ilikuwa ya mzungu, alikuwa anaitwa CPs. Sasa pale nakumbuka mzee mmoja alikuwa na pembe yani narudhia hii juu hii ya ndovu. Alikuwa ameiweka kwa zizi lake la kondoo pale juu. Sisi vijana tulikuwa marafiki. Tulipokuwa tunafungulia kondoo juu, tulikuwa tunafungulia jioni kabisa tusipatikane na mzungu. Jana huyo akaniambia, unajua nini? Hii baba yangu alileta na akaniambia hivi. Hii ni kuchunga mali yetu. Ni kuchunga nini? Hii kondoo ze? Nikamwambia, na baba yangu kwa nini hajaleta? Siende uambie baba yako, aende aulize baba yangu. Mimi nikaenda nikamkuta baba yangu, nikamuuliza, kwa hujalete? Meno kama zile nimepata kwa kina fulani. Ile vita nilitandikwa na baba yangu nikukari. Akaniambia vitu kama hizo kwangu sizitaki. Akaniambia, unajua hiyo ni nini? Hizo ni miungu ya ulimwengu. Na umtumainie Mungu wakati wako wote, ikiwa ni mtoto wangu. Danieli akasimama. Mfalme alipokuta Danieli yuko hai, akafurahi. Na akaitana Danieli, akatolewa katika tundu la simba, na akatoa amri, akasema hivi, kuanzia hii leo, katika boma hii, katika nchi hii, hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa isipokuwa Mungu wa Danieli. Ukiwa mama, ukiwa mzee, kuna wakati familia yako itasimama na msimamo wako na kusema, sisi kama familia hii tutasimama na Mungu wa mama yetu, tutasimama na Mungu wa baba yetu anayemwabudu. Majirani wale ambao wamekuzunguka watasimama na msimamo huo wako na kusema ya kwamba yule Mungu huwa anaabudiwa katika ile boma, huyo ndiye tunayemtaka. Huyo ndiye tunayemtaka. Ama watasema, gana na ashio, wachana hawa. Mwabudu Mungu wa kweli. Ni vema tumwabudu Mungu yule anayeishi milele. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20 na mstari wa 1 hadi wa 6. Mwenyezi Mungu akawatazama wana wa Israeli na akaona ni vyema awapee sheria. Kwa sababu aliona ndani yao anatashwishi nao. Katika kanisa letu la AIC jirani, Mungu labda ametazama na kuona kuna shida. Akawaambia hivi. Katika mstari ule, mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Danieli akajua kwamba Mungu ni Mungu wake. Na akamtambua Mungu kuwa ni Mungu wake. Akamwabudu. Akakosa kujifanyia miungu mingine ayabudu. Ule mahoya gaginya shero cia dino ho makaiga kwa metha-ini urakora cigitwo na haria nicio mundu ahoyaga. Unaenda pale unanunua hiyo shell ya tunaita nini ya konokono, naiweka pale ndio ya kuwa ukiabudu wakati unaka hivi na iabudu. Kuna mwingine na kanisa fulani aliniambia kwamba yeye kabla aende kurara anachukua chumvi na kumwaga kwa feti hivi ili mashetani wasiingie kwake. Hiyo ni imani potofu. Ikiwa unaenda katika mafundisho kama hayo, ujue uko katika mafundisho mabaya. Mwenyezi Mungu akawaambia wana wa Israeli, mimi ni Mungu wenu. Jirani, usimame kwamba Mungu ni Mungu wetu. Tusije tukaabudu miungu mingine
ila Mungu yule wa kweli. Na tukimwamini Mungu huyo, ombi lolote tutakaloomba katika nyumba hii ama katika jengo hili, Mungu atalisikia, kama vile alivyosikia ombi la Danieli, ikamfanya mpaka mfalme atoe sheria na kusema ya kwamba hakuna Mungu mwingine atakaye abudiwa katika ile nchi. Usiangalie miungu mingine, muangalie Mungu wa kweli. Angalia pale, hata Mungu amesema, wakati tunapofanya hayo yote, utajua yeye ni Mungu. Yale ambao umeyatenda atafikishia mpaka kizazi cha ngapi? Cha 4. Ikiwa ulikuwa unatumia miungu mingine unaiabudu, Mungu ataiendeleza mpaka kizazi cha 4. Kio cha kwanza mpaka cha ngapi? Ikiwa kwako nyumbani umeweka kakaigaku gako kagekira haha, kayago kinyerero cio kaigana. Kwa hivyo tumwabudu Mungu wa kweli kama vile Danieli alivyomwabudu Mungu wa kweli, ikamfanya mpaka mfalme akaamuru hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa katika nchi ile, kwa sababu aliona ni Mungu wa kweli. Ombi langu, wapendwa, tumwabudu Mungu aliye hai na Mungu aliye wa kweli. Ukiwa kwako nyumbani, tumainie Mungu yule wa kweli. Usiende kutafuta miungu mingine kuiabudu. Mungu wetu awabariki.